Nyota wa klabu ya Young Africans Pacome Zouzoua, lakini pia nyota wa timu ya taifa ya Ivory Coast ama Cote d'Ivoire amezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii na peji mbalimbali haswa za Bongo kuhusiana na yeye kuanza kwenye kikosi cha kwanza kwenye michuano ya kufuzu kombe la dunia ambapo walikuwa wanacheza dhidi ya Seychelles na wakipata ushindi wa jumla ya bao 7-0. Watu mbalimbali wameichukulia hii kwa hisia tofauti ikiwemo wachambuzi, wadau wa soka, lakini pia mashabiki, huku Young Africans wakionekana kufurahi kwa sababu mara kadhaa nyota huyu Pacome Zouzoua amejumuishwa kwenye kikosi hicho, lakini hakupata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Imekuja mara hii ameitwa na amekwenda kuanza kwenye kikosi cha kwanza, Ivory Coast wakipata ushindi wa goli 7-0 mbele ya Seychelles. Mabingwa hawa wa michuano ya AFCON kwa michuano iliyopita, kwa maana ya bingwa mtetezi, na AFCON ijayo ambayo tutaenda kushuhudia pale Morocco mwaka huu Disemba mwaka huu. Na katika kikosi hiki cha kwanza ambacho kilianza dhidi ya Seychelles, nikusomee hapa kipa lakini pia wachezaji ama first 11. Kipa alikaa Alban Lafont ambaye ni goalkeeper, nahodha kama kawaida Will Ball, lakini pia Agbadu alikuwepo, Almel Zahor naye pia ni miongoni mwa nyota ambao walikiunda kikosi hiki cha Ivory Coast. Chi Operi naye ni miongoni mwa nyota ambao wamekiunda kikosi cha Ivory Coast ambacho Pacome Zouzoua alikuwa akicheza. Sangare, Diamond Yane, Pacome Zouzoua, Omar Diakite, Igwesan pamoja na T Bazoama. Unaweza kuona namna ambavyo kikosi hiki cha Ivory Coast kikiwa kimeanza kwa namna hiyo, kila mtu akielezea kwa namna ambavyo ameweza kukiona kikosi hiko cha Ivory Coast, lakini wengine wakijaribu kuhusisha namna ya ugumu uliopo mpaka unaitwa timu ya taifa hiyo, lakini sio tu kuitwa mpaka kuanza kucheza kwenye kikosi cha kwanza. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe, yeye aliweza kuposti picha ya Pacome Zouzoua na kuandika kwamba Pacome wa Yanga anaibeba sana Ivory Coast hapa, kiwa ameweka picha hiyo ya Pacome. Lakini pia posta ya pili aliweka ile picha full time ambapo Ivory Coast wanaonyesha wameshinda 7 na Seychelles 0 na kuweka ile listi ya wafungaji kwenye huo mchezo, akiandika na caption kwamba Pacome wa Yanga kahusika kwenye magoli yote 7 na kabeba tuzo ya man of the match. Iko ndicho ambacho amekiandika Ali Kamwe, ikiwa ni kwa njia ya utani kwamba hakuhusika kwenye yote 7, lakini Ali Kamwe aliandika kwamba amehusika kwenye magoli yote 7 na kubeba tuzo ya mchezaji bora wa mchezo kwa maana ya man of the match. Si Ali Kamwe pekee ambaye aliweza kuandika kuhusiana na Pacome Zouzoua kuitwa kwenye timu ya taifa. Mchambuzi ambaye anafanya vizuri hivi sasa, Farhan Junior, yeye aliweza kuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba Pacome Peodo Zouzoua ni kipaji kikubwa sana cha mpira. Wenzetu kwenye mataifa makubwa yaliyoendelea kisoka kama Ivory Coast, ni kawaida yao kuita vipaji vyao vya hapa Afrika na kuwapa dakika za kucheza national team. Hesabu zao sio kwamba wao ni tegemeo, ila wanawapa profile zaidi na zaidi kutengeneza biashara zaidi na zaidi. Unaweza kuhisi wamempa Pacome dakika 90 kwa bahati mbaya. Hapana, wana hesabu zao, hawana roho za kukunja, ila wanaelewa fika mechi ya jana nini itaongeza kwenye biashara ina profile ya maestro wa mpira. Ndivyo wenzetu walivyoendelea kisoka, wanachanga karata zao. Unaweza kuona kwamba Farhani ameeleza kuwa mataifa hayo
ya upande huo wa magharibi wamekuwa wakielewa biashara na kuwapandisha thamani nyota hao wa Tanzania, kama ambavyo wamempa Pacome Zouzoua dakika 90 za kucheza. Farhani pia alisema kutoka Young Africans mpaka Ivory Coast, na leo anaanza kwenye kikosi cha kwanza cha taifa lake akiwa na jezi nambari 7 mgongoni, wala sio jambo rahisi. Taifa kubwa na dume kama tembo, kuitwa sio rahisi na kucheza sio rahisi. Pacome katoka Jangwani, ameuvuka mstari. Watu walikuwa na maoni mbalimbali na mambo kama hayo kuhusiana na Pacome Zouzoua kuitwa kwenye timu ya taifa ya Ivory Coast, timu ambayo inaonekana mpaka uitwe basi wewe ni mgumu kweli kweli. Na Pacome mwenyewe alikuwa na hiki cha kusema mara baada ya ushindi huo. Aliweka picha kwenye ukurasa wake rasmi wa Instagram na kusema kwamba, akiandika kwa maneno ya Kiingereza, nikianza kunukuu kile ambacho anakisema ni kwamba, thank you my God for this first, congratulations to the whole team, akiweka bendera ya nchi yake ya Ivory Coast na emoji vingine vya kushukuru. Nikijaribu kutafsiri ni kwamba nashukuru Mungu kwa ushindi huo wa kwanza, lakini pia akipongeza wachezaji wenzake kwenye timu kwa kufanya vizuri kwenye mchezo huo. Una maoni gani pia kuhusiana na wachezaji ambao wanashiriki ligi kuu ya NBC kuitwa kuzitumikia timu zao za nje? Kwa sababu sasa hivi tuna wachezaji wengi sana kwenye ligi ya NBC ambao wanatoka mataifa yao, lakini bado mwitikio sio mkubwa sana. Wapo baadhi ambao wanaitwa, wapo